sababu timu zote mbili zilikuwa zina uwiano wa approach ambazo walikuwa wanazitumia. Ukiangalia leo Simba eneo la katikati lilikuwa liko much more vulnerable, kwa maana kwamba lilikuwa liko open na walijua kwamba Singida ni timu ambayo haipendi kukaa katikati. Kwa hiyo hawakutumia viungo pase na waliweka wachezaji ambao sio viungo kwa asili. Unaweza kuona kana Nathael katika eneo la katikati, unaweza kuona kana Neo Maema, na ambacho alikuwa anakifanya ilikuwa ni kufast track mipira kutoka kwenye eneo la ulinzi kwenda moja kwa moja. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo iko open. Wakati wote mpira ulikuwa unauona katika final third ya kila timu. Yaani ukiangalia mpira ukienda upande wa Simba, unapoangalia kwenye final third. Ukienda kwa Singida the same. Kwa hiyo Mwalimu Baka akutoa space kabisa ya kwanza mpaka mashambulizi kwenye sehemu ya katikati. Kwa hiyo ilikuwa ni mechi ambayo ili balance, na hata aina ya matokeo paka kipindi cha kwanza yalikuwa yako balance, kwa sababu timu yote ilikuwa na uweze kashinda, timu yote kwanza kafungwa, kwa sababu ilikuwa pana equal chance ya kuweza kutengeneza makosa na kuweza kuadhibiwa. Lakini tukio la penalty binafsi, lakini pia na marejeo, mpaka sasa sijui mwamuzi ametumia criteria gani kutoa ile penalty. Yaani uwezi ukajua, na wakati mwingine ni vema hizi video assistance kwa maana hizi TV zikawa zinaonyeshwa. Unaweza kuona kwamba tukio kiliangalia kwa mujibu wa marejeo ya picha kutoka kwa usha matangazo, hakuna faulu ambayo ilikuwa imefanyika, kwa sababu huu ni mpira wa miguu, lazima patakuwa pana sehemu ya kukusana mwili. Yaani mgusano na misukumano ni jambo la kawaida kwenye mpira wa miguu, lakini utaangalia ni msukumano wa namna gani na katika eneo gani na umetumika nguvu kiasi gani. Lakini mwamuzi ilimchukua sekunde 20 tu kuweza kuamua. Kwa hiyo ni kitu ambacho binafsi, yaani hata kama wenyewe ukiwauliza wachezaji kwamba nini kimetokea, kwa sababu kuna wengine walionyesha ameshika. Ndio. Yaani kuna wengine ambao wachezaji Simba walikuwa wanalalamika kama mpira pale ni umeshikwa. Mwingine wanakuambia pana foul. Ukija kuangalia kwenye marejeo hakuna unachokiona, isipokuwa tunaona pana mgusano baina ya mlinzi na mchezaji wa Simba ambaye alikaa kwa mbele na akaenda akaanguka. Sasa ukiangalia alivyoanguka, alisukuma kwenye bega, kwenye kiuno, uwezi kuona. Kwa hiyo haikustahili kuwa penalty kabisa. Lakini tuna changamoto ya maamuzi, na mimi sikushangaa. Maamuzi yana shida. Na hapa ndio uweza kuona ile integrity ya waamuzi. Ni kama mwamuzi alitamani kuweza kutoa penalty, na pengine alikuwa amekosa the good chance, na ndio ikawa nafasi. Kwa hiyo ni goli ambalo total sio goli ambalo Simba lideserve kuweza kupata ile goli 100%. Sawa. Kwa shida tunaona sio teknolojia, kwa sababu teknolojia tunayo. Kwa shida ni waamuzi. Na mimi nilizungumza kwa mwanzo, kama nakumbuka, hata kipindi nazungumzia kuhusu issue ya VAR. Nilikwambia changamoto yetu sisi sio VAR. Yaani hata kama zifungwe 200, kwa sababu VAR wanaongoza watu. Kwa hiyo jambo la kwanza ambalo nilitegemea kabla hawajaingia kwenye video, mimi mtazamo wangu ilikuwa ni kuboresha viwango vya waamuzi, yaani kutengeneza ile integrity na kutengeneza ile hali ya kupenda kufanya kazi kwa weledi kwa waamuzi. Yaani kwa jambo la kwanza kabisa tungefanikiwa hilo kwanza, ndio tunge move kwenye step nyingine. Lakini sisi tumeruka. Yaani shida sisi, matukio mengi ambayo tunakuwa tunayaona sio matukio ambayo pengine waamuzi wanashindwa kutafsiri kwamba wanazidiwa na kasi ya mchezo au wanakuwa wanaona. Ni matukio ambayo wanayaamua kwa makusudi. Sio, unaelewa? Yaani mwamuzi anamwambia hapa natoa hii ni offside. Hapa natoa hapa ngoma ni chuma. Sio, unaelewa? Yaani hapa ngoma kwa kati. Hii hapa natoa red card. Sio, unaelewa ninachozungumza? Ndio shida ya waamuzi sisi. Lakini kuna wale waamuzi ambao hapa pengine kasi ilikuwa imemzidi. Kwa hiyo pengine tumuongezea assistance kuweza kupata tafsiri. Au mazingira ilikuwa hapa conjuncted, akashindwa kuona au wengo kuonekana. Sisi tunayo tatizo. Sisi shida ni kwamba waamuzi wanaingia wakiwa wanajua wanachokwenda kukifanya. Wanaingia. Huyu mwamuzi angalia hata fasho yake, expressions, alipokanaelezea na gundua hapa pana tatizo. Alikosa amani from there. Kama unaangalia sura, alichokifanya amefanya kosa la makusudi la kuweza kutoa goli ambalo halikustahili. Kwa binafsi 100%. Hakuna namna yote ambayo akazungumza kwamba ile ilikuwa ni goli. Haikutakiwa kuwa penalty kwa namna yeyote. Lakini sasa ndio waamuzi. Kwa hata kama tumwekee sio FVS hizo, zio 600. Kama watu hawajaamua kuweza kusimamia sheria, kama watu hawajaamua mchezo uende fair, kama watu wataka matokeo yatokee, haiwezi kutokea. Na haina maana. Haina maana kabisa. Na ukitaka kuangalia ili uweze kuompea hapo, sasa angalia tukio la kadi nyekundu. Imemchukua dakika 5. Sio, unaelewa? Ile kadi nyekundu kwa sababu ilikuwa inakwenda kuathiri Simba. Imemchukua dakika ngapi? 5. Akijifikiria. Walikuwa wanashauriana. Hakuna kitu. Yaani matukio yote ambayo yanakuwa yako against na timu kubwa ni matukio ambayo yeye mwamuzi anakuwa hayamfurahishi.
si unaelewa? Matukio ambayo yanakuwa kwa against na timu kubwa, mwamuzi anakuwa hayamfurahishi. Kwa pale alijiuliza kwa sababu nifanyaje, natoaje, wakati ilikuwa hata haina haja. Yaani kama ilikuwa liko very clear, si unaelewa? Yaani kama ukaenda kuangalia pap, unagundua red card unatoa. Sasa alikuwa discuss nini? Ndio unataka kujuza kitu hapa. Yaani alikuwa anawasiliana kitu gani? Labda walikuwa ni dangerous play, si yaani pale wewe ni mtu wa mpira, bwana Linga. Wewe ukiangalia tu. Of course mpira wakati mwingine tunachoangalia hapa sio alikusudia au hajakusudia. It was real dangerous play. So unaelewa, ni kama ambayo itokea ile ya Pacome. Dangerous play. Lakini jamaa yule hakukusudia, lakini dangerous play. So unaelewa? Kwa hiyo ukiangalia tu haikuhitaji dakika moja. Ukiangalia tu mbaya amekwenda ampiga kwenye kifundo cha mguu, ni hatari, unaweza kuvunja mguu, ilikuwa ni pale pale straight kwenda red card. Lakini imemchukua more than 3 seconds, minutes, mpaka dakika 5 ndio anakuja kuamua. Dakika 6 na anakuja kuamua sasa kwa matukio ile. Kwa hiyo unagundua kwamba ni namna gani pamekuwa pana ugumu wa kutoa maamuzi yaliyo sawa ambayo yanakwenda kuathiri timu pendwa. Kwa hiyo mwamuzi aliingia matokeo yake. Unahitimisha hivyo. Yaani aliingia matokeo yake. Sasa sio mpira. Ifike hatua Simba, Yanga, Azam, timu nyingine zote kama zinatakiwa zifungwe. Kama zinatakiwa zitoke sare, zitoke sare. Na kama zinatakiwa zishinde. Lakini hii maana yake unakwenda kudemoralize timu ndogo kwamba wewe una namna yote ya kuweza kushinda. Hakuna namna yote ya kuweza kushinda. Kitu ambacho hakina maana. Hasa kama si basi ligi hiyo ya timu 3 tu. Mchukue Simba, Yanga na Azam, wawekeni wacheze. Warudiane mara ngapi mpaka ligi ije kuisha. Si unaelewa? Si kwa sababu unagundua kwamba mazingira yamekuwa binafsi. Mwamuzi leo ni is more than less. Hastahili kuonyesha ligi kuu kwa kiwango kile ambacho amekionyesha, kwa sababu alikuwa iko bias na alikuwa na matokeo. Angalia baadhi ya fouls ambazo zinatokea, unamuona kabisa hiyo yenyewe ambayo tunazungumzia ilikuwa red card. Alikuwa iko nia baina eneo, alipeta kuweza kutoa, unaelewa, hakuweza kutoa wakati kwamba alikuwa analiona kwa macho yake mpaka watu walipokwenda kuona, na limechukua dakika 3 kama unakumbuka. Limepita tukio lile, unaenda kutokea tukio lingine la Simba, wale wakaenda kulalamika, ndio anakuja kurudisha nyuma. Maana yake alikuwa ameshaliondoa katika utaratibu wake. Angalia fouls ambazo alikuwa anafanywa libasa gewe. Ni fouls, lakini alikuwa iko very active mwamuzi. Yaani hapo foul. Lakini angalia vijana wa Singida wakifanya foul. Tuna changamoto ya waamuzi wetu hawa. Nataka kuongezea na ni shida.